Habari za asubuhi ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info popote pale ulipo, na karibu tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 19 Mei mwaka 2026. Tukuletea kwa haraka na uwazi matukio muhimu yanaendelea kujiri ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukanda wa Afrika pamoja na dunia kwa ujumla. Na katika asubuhi ya leo tangazia hali ya usalama mashariki mwa nchi, ambako mapigano yanaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Kivu kaskazini na kusini, na huku hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota kwa maelfu ya wananchi wanaokimbia makazi yao. Pia tutakuletea taarifa kuhusu mwenendo wa ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kuenea katika baadhi ya maeneo ya Ituri na Kivu kaskazini, ambako mamlaka za afya pamoja na mashirika ya kimataifa waendelea kuongeza juhudi za kuzuia maambukizi mapya. Na katika taarifa utasikia pia habari za kisiasa, usalama, jamii, michezo pamoja na matukio mbalimbali muhimu yanaendelea ndani na nje ya nchi. Hii ni Kivu News Info, sauti ya kweli na taarifa za kuaminika, na mimi ni Telosha Lulonga. Basi karibu tuanze pamoja taarifa kamili ya habari ya asubuhi ya leo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi usambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Mapigano makali ya kutumia silaha nzito na nyepesi yaliripotiwa jana Jumatatu katika eneo la Kavumu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Milio mikubwa ya mabomu na mashambulizi ilizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi, aliyosababisha mamia ya familia kuyakimbia makazi yao kwa haraka wakisaka usalama katika maeneo ya jirani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, vijiji vya Mbayo, Mulangala pamoja na Kamakombe viliachwa karibu tupu baada ya wakazi wake kuamua kukimbia kutokana na kuogopa kwa kuharisiwa na mapigano hayo yaliyoendelea tangu alfajiri ya jana. Wakazi waliokimbia maeneo hayo walionekana wakielekea katika vijiji vya karibu, huku wengine waikosa mahali pa kujistiri. Mashuhuda wa eneo wanaeleza kuwa milio ya silaha nzito ilikuwa ikisikika kwa umbali mkubwa, jambo lilosababisha taharuki kubwa kwa hasa kwa watoto, wanawake na wazee. Wakati huo taarifa nyingine zinaeleza kuwa kundi la waasi wa M23 lilikuwa limepeleka idadi kubwa ya wapiganaji pamoja na vifaa vya kijeshi katika eneo hilo kwa lengo la kuimarisha mashambulizi hayo. Vyanzo vya kiusalama vinaeleza kuwa waasi hao ndio kuungwa mkono na Rwanda walikuwa wakitaka kuvunja safu za ulinzi zilizowekwa na vikosi vya serikali ili kufungua njia kuelekea wilaya Walikale, eneo linalochukuliwa kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Mapigano makubwa yaliripotiwa katika njia 4 kuu ambazo ni Chivanga, Bugulumiza, Langa pamoja na Mbayo. Na katika maeneo ya milimani, vijana wa makundi ya kujilinda maarufu kama Wazalendo wakisaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliendelea kujaribu kuwazuia wapiganaji hao wa M23 kusonga mbele. Kwa mujibu wa taarifa kutoka uwanjani, mapigano haya yalifanyika uso kwa uso, huku kila upande ukijaribu kudhibiti maeneo muhimu ya kimkakati. Hali hiyo iliendelea kuongeza wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa Kivu ambao tayari wamekuwa wakiathiriwa na vita kwa muda mrefu katika eneo hilo. Mashirika ya kiraia yanalionya kuwa kuongezeka kwa mapigano kunaweza kuzidisha hali ya kibinadamu katika eneo la Kavumu na maeneo jirani. Taarifa zilizopatikana jana jioni zinaonyesha kuwa ongezeko la raia waliokuwa wakikimbia makazi yao, huku wengine wakihitaji msaada wa dharura kama chakula, maji safi pamoja na huduma za afya. Mpaka sasa bado hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliopoteza maisha kujeruhiwa katika mapigano hayo ya jana. Hata hivyo, hali inaendelea kufuatilia kwa karibu, huku wakazi wakitakiwa uangalifu na kufuata maelekezo ya kiusalama kutoka kwa mamlaka za eneo hilo. Mashambulizi ya anga yaliripotiwa jana Jumatatu tarehe 18 Mei katika eneo la Minembwe kwenye Haut Plateau za mikoa ya Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa mujibu wa taarifa zilizosambazwa kutoka eneo hilo, ndege zisizo na rubani maarufu kama drone zilifanya mashambulizi makali dhidi ya nafasi zinazodaiwa kushikiliwa na muungano wa waasi wa M23 Twirwaneho na Red Tabara katika maeneo ya karibu na Minembwe. Taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa mashambulizi yalifanyika majira alasiri ya jana na lilenga maeneo ambayo yalikuwa yakitumika kama vituo vya kijeshi vya muungano huo. Mlipuko mkubwa ulisikika katika maeneo mbalimbali, huku wale taharuki kitanda miongoni mwa wakazi wa Minembwe na vijiji vya jirani. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa kwa miongoni mwa waliolengwa katika mashambulizi ni pamoja na Kanali Joseph Mitabu aliyowasilishwa kama afisa wa kijeshi la Rwanda RDF. Taarifa ambazo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka huru zinasema kuwa afisa huyo alikuwa akiongoza operesheni za kijeshi katika mili ya Minembwe pamoja na maeneo ya plateau za Uvira, Fizi na Mwenga. Kwa mujibu wa taarifa hizo, drone hizo zilifanya mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya msafara huo ulikuwa ukitumiwa na kanali huyo pamoja na walinzi wake. Vyanzo vya kijeshi vinavyounga mkono serikali vinaeleza kuwa mashambulizi yalisababisha hasara kubwa ndani ya safu za muungano wa waasi wa M23 na washirika wao. Taarifa nyingine kutoka eneo hilo zinaeleza kuwa wanajeshi kadhaa wanaodaiwa kuwa Rwanda walipoteza maisha katika mashambulizi hayo, wakiwemo baadhi ya maafisa walikuwa wakihusika katika operesheni za kijeshi kwenye mihili wa Minembwe. Hata hivyo, mpaka sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa serikali ya Rwanda wala kutoka kwa waasi wa M23 kudhibitisha madai hayo. Mashambulizi hayo ya anga yanaonekana kuongeza zaidi mvutano wa kijeshi katika eneo la Plateau ambalo limekuwa likishuhudia mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la FARDC, makundi ya wazalendo pamoja na waasi wa AFC M23 na washirika wao. Wakazi wa Minembwe na maeneo jirani endelea kuishi katika hali ya hofu kufuatia mashambulizi hayo, huku baadhi ya familia zikianza kuondoka katika maeneo yanayofia kuendelea kushuhudia mapambano makali. Mashirika ya kiraia yanaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi yao kunaweza kuongeza zaidi idadi ya watu waliokimbia makazi yao katika maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa matumizi ya drone katika vita vya mashariki mwa Kongo vinaendelea kubadilisha namna operesheni za kijeshi zinavyoendeshwa, hasa katika maeneo yenye milima na misitu mikubwa kama Minembwe na Plateau za Kivu Kusini. Mpaka sasa mamlaka za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hajatoa tathmini rasmi kuhusu idadi ya waliouawa kujeruhiwa katika mashambulizi hayo ya jana. Hata hivyo, taarifa kutoka vyanzo vya ndani zinaeleza kuwa hasara iliyosababishwa na mashambulizi hayo ni kubwa na huenda iliathiri operesheni za kijeshi katika eneo hilo kwa siku zijazo. Takriban wapiganaji 15 wa muungano wa M23 wamejisalimisha wiki iliyopita katika eneo la Kale mkoani Kivu Kusini na kujiunga na vikosi vinavyounga mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio linaelezwa kuwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kuwa linaweza kubadilisha mwelekeo wa mapigano katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, wapiganaji hao walitangaza kusitisha ushirikiano wao na muungano wa waasi wa M23 tarehe 14 Mei kabla ya kuwasiliana na vikosi vya FARDC pamoja na makundi ya wazalendo yaliyoko katika eneo hilo. Hata hivyo, idadi kamili walisalimisha bado inaendelea kutofautiana kulingana na vyanzo mbalimbali ambavyo baadhi vinawazungumzia watu 38 huku vingine vikieleza kuwa ni wapiganaji 45. Mashuhuda walioko katika wilaya Kale wanasema kuwa wapiganaji hao walikuwa wakidhibiti nafasi ya mbele katika kijiji cha Mahibono ndani ya groupement ya Bolo Sheferi ya Bahavu. Eneo limekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoshuhudia mivutano mikubwa kati ya jeshi katika miezi ya hivi karibuni kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baada ya kujisalimisha, wapiganaji hao walikabidhi silaha mbalimbali pamoja na vifaa vya kijeshi kwa jeshi la FARDC na washirika wao wa wazalendo. Baadhi ya vifaa hivyo vilikabidhiwa vinatajwa kuwa ni bunduki za kivita, risasi pamoja na vifaa vya msaada wa kijeshi vilivyokuwa vikitumika katika maeneo ya mapigano. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuwa pigo kubwa kwa muungano wa waasi wa M23 katika eneo la Kale, hasa ikizingatiwa kuwa baadhi ya wapiganaji waliojisalimisha walikuwa na taarifa muhimu kuhusu namna operesheni za kijeshi za waasi hao zilizokuwa zikiendeshwa. Kwa mujibu wa wataalamu hao, kuongezeka kwa matukio ya wapiganaji kujiondoa ndani ya M23 kunaweza kuonyesha kuwepo kwa migawanyiko ya ndani, uchovu wa vita na kutoridhishwa kwa mwenendo wa operesheni za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi inaeleza kuwa viongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC
wanatarajia kupata taarifa nyeti kutoka kwa wapiganaji hao waliojisalimisha. Taarifa hizo zinaweza kusaidia kuelewa mikakati ya AFC M23 pamoja na sababu zinazotajwa kupelekea waasi hao kuondoka katika baadhi ya maeneo bila mapigano makubwa kuripotiwa. Katika siku za hivi karibuni, baadhi ya maeneo ya Kivu kaskazini na kusini yameripotiwa kushuhudia mabadiliko ya hali ya kijeshi, huku vikosi vya serikali vikijaribu kurejesha udhibiti katika maeneo yaliyokuwa chini ya ushawishi wa waasi. Wakazi wa Kalehe wamepokea kwa tahadhari taarifa za kujisalimisha kwa wapiganaji hao, na baadhi yao wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kupunguza mapigano katika eneo hilo, huku wengine wakiendelea kuishi katika hofu kutokana na uwezekano wa mashambulizi mapya. Mashirika ya kiraia katika Kivu Kusini yanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mzozo kuweka mbele usalama wa raia, hasa wakati ambako maelfu ya watu tayari wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano ya mara kwa mara. Kwa sasa mamlaka za jeshi ya Kongo bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo la kujisalimisha kwa wapiganaji hao wa M23. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kalehe, huku hali ya usalama ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu. Wachunguzi wa siasa za eneo la Maziwa Makuu wanaona kuwa matukio ya aina hii yanaweza kuwa na athari kubwa katika mwenendo wa vita mashariki mwa Kongo, hasa ikiwa wimbi la wapiganaji wanaojiondoa ndani ya M23 litaendelea kuongezeka katika siku zijazo. Serikali ya Marekani imetangaza kutoa msaada wa dharura wa dola milioni 13 za Kimarekani kufuatia kuzuka kwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Uganda. Tangazo hilo limetolewa siku ya jana Jumatatu tarehe 18 Mei kupitia idara ya mambo ya nje ya Marekani, ikiwa ni sehemu za hatua za haraka za kimataifa za kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa hatari katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka kwa Washington, fedha hizo zilitengwa ndani ya saa 18 tangu kuthibitishwa kwa mlipuko mpya wa Ebola katika nchi hizo mbili. Marekani inaeleza kuwa msaada huo unalenga kuimarisha mfumo wa afya na kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo ambao tayari umeanza kuzua wasiwasi mkubwa katika eneo hilo. Fedha hizo zinatumika katika sekta mbalimbali muhimu za mapambano dhidi ya Ebola. Miongoni mwa eneo yatakaopata msaada ni pamoja na ufuatiliaji wa ugonjwa huo wa watu waliokutana nao, kuimarisha uwezo wa maabara kwa ajili ya uchunguzi wa haraka, pamoja na kuongeza vifaa vya afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Sehemu ya msaada huu itatekelezwa katika kampeni za mawasiliano kuhusu hatari za Ebola ili kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna kujikinga na maambukizi. Serikali ya Marekani inaamini kuwa utoaji wa taarifa sahihi kwa jamii ni moja ya silaha muhimu katika kudhibiti kuenea kwa magonjwa hayo ya mlipuko kama Ebola. Misaada hiyo pia itasaidia kwa shughuli za kimazishi kama salamu kwa watu waliofariki kutokana na Ebola, kutokana na ukweli kwamba mazishi yasiyofuata taratibu za kiafya yanaweza kuongeza maambukizi kwa kasi. Timu za afya zimepewa vifaa muhimu pamoja na mafunzo ya kushughulikia miili ya waathirika wa usalama zaidi. Katika hatua nyingine, fedha hizo zinatumika pia kuimarisha uchunguzi katika mipaka na vituo vya kuingia na kutoka nchini, ikiwemo viwanja vya ndege, bandari na mipaka ya nchi kavu. Lengo ni kuwabaini mapema watu wanaoweza kuwa na dalili za Ebola ili kuzuia ugonjwa huo kusambaa katika mataifa mengine. Marekani imeeleza kuwa msaada huo wa kwanza unaweza kuongezwa kiwango kingine cha fedha kupitia ushirikiano wa pande mbili katika mataifa husika, ingawa kiwango rasmi cha fedha hizo za ziada bado hazijatangazwa. Wakati huo, Washington inasema kuwa sehemu ya dola milioni 25 zilitengwa kwa ajili ya Kongo na Uganda inaelezwa moja kwa moja katika vita dhidi ya Ebola. Fedha hizo ni sehemu ya msaada mkubwa wa dola bilioni 1.8 uliotangazwa tarehe 14 Mei kwa ajili ya mfuko wa msaada unaosimamiwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya uratibu ya misaada ya kibinadamu OCHA. Baada ya msaada wa kifedha, Marekani imeanza kuchukua hatua kali za tahadhari katika mipaka yake. Idara ya mambo ya nje ya Marekani kwa kushirikiana na shirika la CDC imetangaza sheria mpya ya muda chini ya kifungu kinachojulikana kama Title 42. Kwa mujibu wa hatua hiyo mpya, raia wa kigeni ambao wamekuwa nchini Kongo, Uganda na Sudan Kusini ndani ya siku 21 zilizopita hawataruhusiwa tena kuingia nchini Marekani hadi hapo tathmini mpya ya afya itakapofanyika. Serikali ya Marekani inaeleza kuwa hatua hiyo inalenga kulinda afya ya wananchi wake dhidi ya hatari ya kuingizwa kwa Ebola kutoka maeneo yaliyoathirika. Hatua hiyo tayari imeanza kuzua mijadala katika medani ya kimataifa, huku
baadhi ya wachambuzi wakisema kuwa inaweza kuathiri safari za biashara kati ya Marekani na mataifa ya Afrika ya Mashariki na Kati. Sambamba na hayo, serikali ya Marekani imetangaza kuanzishwa kwa kitengo maalumu cha uratibu wa dharura mjini Washington kwa ajili ya kufuatilia kwa karibu mwenendo wa mlipuko huo wa Ebola. Kitengo hicho kinajumuisha ushirikiano kati ya mashirika mbalimbali ya Marekani pamoja na balozi zake zilizopo nchini Kongo, Rwanda, Sudan Kusini na Uganda. Mashirika ya afya duniani yanaendelea kutoa wito kwa serikali za eneo hizo kuongeza makini hasa katika maeneo ya mipakani ambako watu safiri mara kwa mara kati ya nchi jirani. Huku waliendelea kufuatilia kwa karibu, wananchi wanahimizwa kufuata maelekezo ya kiafya na kutoa taarifa mapema wanapoona dalili zinazofanana na Ebola. Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimethibitisha kuwa daktari mmoja raia wa Marekani ni miongoni mwa wagonjwa wapya waligundulika kuwa na virusi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi. Taarifa hiyo imetolewa jana Jumatatu tarehe 18 Mei na mkurugenzi wa taasisi ya kitaifa ya utafiti wa tiba ya kibiolojia, Profesa Jean-Jacques Muyembe. Kwa mujibu wa Profesa Muyembe, daktari huyo wa Marekani alikuwa akifanya kazi katika misheni ya Kiprotestati huko Bunia kabla kugundulika kuwa ameambukizwa virusi vya Ebola. Habari hiyo imeongeza taharuki katika sekta ya afya, hasa kutokana na ukweli kwamba wahudumu wa afya ndio wanaokabiliwa moja kwa moja na ugonjwa wa Ebola katika maeneo yaliyoathirika. Akizungumza kuhusu matokeo ya uchunguzi wa maabara uliofanyika jana, Profesa Muyembe alisema kuwa IRB ilipokea jumla ya sampuli 8 kutoka maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo. Kati ya masampuli hizo 6 zilionyesha uwepo wa virusi vya Ebola. Anaeleza kuwa sampuli 2 zilitumiwa kutoka eneo la Butembo Katwa kati ya mikoa Kivu Kaskazini na zote zilithibitishwa kuwa na Ebola. Sampuli 6 kutoka Bunia, mji mkuu wa Ituri, zilifanyiwa uchunguzi ambao 4 kati yake zilipatikana kuwa na maambukizi ya virusi hivyo. Kwa mujibu wa wataalamu wa afya, matokeo haya yanaonyesha kuwa maambukizi yanaendelea kusambaa katika maeneo tofauti ya mashariki mwa Kongo, jambo linaloongeza hofu na kuenea zaidi kwa ugonjwa huo katika miji yenye idadi mikubwa ya watu. Wakati huo, IRB imetangaza kupelekwa kwa maabara ya simu ndani ya laboratoire mobile katika eneo la Bunia ili kuimarisha uwezo wa uchunguzi wa haraka wa Ebola. Profesa Muyembe amesema tayari timu ya wataalamu imewasili eneo la tukio na inatarajiwa kuanza rasmi kuchunguza sampuli moja kwa moja kutoka Bunia ndani ya siku chache zijazo. Kwa mujibu wa maelezo yake, hatua hiyo inalenga kupunguza muda wa kusubiri majibu ya vipimo na kusaidia mamlaka za afya kuwabaini wagonjwa mapema kabla ya maambukizi hayajasambaa zaidi. Profesa Muyembe alikumbusha pia kuwa Bunia tayari na maabara kubwa iliyoacha na wataalamu wa Belgiji kwa ajili ya utafiti wa ugonjwa wa tauni maarufu kama peste, na miundombinu hiyo sasa itasaidia katika mapambano dhidi ya mlipuko huo mpya wa Ebola. Mamlaka za afya zinaendelea kuonya wananchi kuhusu namna Ebola inavyoenea. Kwa mujibu wa wataalamu, ugonjwa huo huambukizwa kupitia kugusana pamoja na damu, majimaji ya mwili na vitu vilivyochukuliwa au watu walio na dalili ya maambukizi. Mamlaka za afya zinaonya kuwa kuhusu hatari za mazishi yasiyo salama katika mlipuko mingi ya zamani. Baadhi ya maambukizi yanatokana na watu kugusana miili ya waliofariki kutokana na Ebola bila kufuata taratibu za kiafya. Watafiti wa afya duniani wanaendelea kufanya kazi kwa karibu na serikali ya Kongo ili kuzuia kuenea zaidi kwa mlipuko mpya, na huku mashirika ya kimataifa yakiongeza msaada wa kifedha, vifaa vya afya pamoja na wataalamu katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Koje huku? Hali ya afya huku iko kama vile mababu waliweza kutupatia afya nzuri, lakini kutokana na hali ya nchi yetu na kutokana na mwenendo wa watu ambao walitupatia kama vile viongozi huweza kuchunga afya yetu, kweli haiendeki. Naam, labda kwa kuacheni muda mpate kuendelea na kazi zenu, vipi ujumbe wenu kwa wananchi ambao wanawasikia muda huu, mnawapa moyo gani kuhusu vita vya mara kwa mara? Tumeambia wananchi kama vita ya Kongo haikuanza ndani ya mwaka wa 2021, lakini ni vita ambavyo ilianza tangu zamani, tangu epoke ya Lumumba, tangu epoke ya Mulele na kukamata vizazi na vizazi. Na kwa leo tunaambia wandugu zetu wa Kongomani kama watie moyo fasi moja. Vita inakuwa na mayele mingi. Kuna mtu ambaye analeta kelele ndani ya vita, kuna mtu ambaye anafanya kama vile ndani ya tere ya football anacherenga watu wanalalamika, lakini kwa mwisho hata yaza goli.
na ndio maana sisi wazalendo tumepewa ujuzi wa kukaa fasi moja na kumchunga adui na hekima, kwa sababu tunajua kama msitu wetu, mababu zetu na nchi yetu imetupatia mamlaka kupitia rais wetu na katiba yetu ya nchi kupiga adui na kumsambaza na kuweza kukikaa na kushimama imara mpaka siku vita inaisha ndani ya nchi yetu, na ni sisi ndio tunaweza kumaliza vita. Ndio maana wakaaji wetu watupatie nguvu, wajipatie moyo. Sisi tumesema tutafariki kwa ajili ya Kongo, na tutafariki sisi sote, lakini tutafariki kwa ajili ya ugombozi wa nchi yetu. Na ndiyo maana wakaaji wote wakae kimya, wajisikie kuwa huru, waombe Mungu na wamtegemee rais wetu Tshisekedi popote anapita kwa kufanya diplomasia, na wategemee wa vijana wao wazalendo na serikali yetu na jeshi letu la FARDC ambao tunakuwa nao pamoja kwenye mapambano. Lakini wasisahau kama wazalendo hawana chakula kila mara. Wazalendo wana chakula ya kuogota huku na huku, waendelee kujitoa na kutusaidia, kwani wazalendo wako wengi sana ndani ya vilima na wote hawapate chakula kama vile inafaa. Mpenzi mtazamaji, uzalendo sio kuchukua bunduki tu. Uwanjani kila mchezaji anacheza namba yake. Wewe kwa kusaidia hawa vijana unacheza namba gani? Na journalist, unajua vijana wanapigania nchi, lazima nchi iwasapoti, na lazima sisi kama wafanya siasa tuwasapoti, maana hatulali kwa ajili yao, na tusipoonekana kwa vijana wanaweza kuregea mioyo. Kama unavyoona ni mashujaa kabisa ambao wanajitoa kufia nchi. Na kwa hiyo serikali yetu ambayo inaongozwa na mheshimiwa Garde de la Nation comme commandant supreme Felix Tshisekedi wa Chilombo, lazima tumunge mkono na tuwe nyuma yao. Na kwa hiyo nashukuru sana vijana kwa kazi ambayo wanayoifanya, na tunashukuru pia raia wa nchi ya Kongo kwa maombi wanakiombea wazalendo, na tunashukuru pia serikali yetu kama FARDC kwa kuungana na wanajeshi wa uzalendo kwa kupigania nchi. Hakuna ingine ambayo imenifanya kuwa hapa, ni kwa sababu ya kuwatia vijana moyo ili waendelee, wasiregee, kuambia kwamba chakula ikikosekana wajipe moyo, maana nchi yao wanapigania. Lakini ni kuita conscience ya wa autorite militaire ke autorite politique waweze kujua kwamba hawa vijana hawapiganii Uvira, hawapiganii Sud Kivu, wanapigania territoire national. Uvira kianguka, Kinshasa inaanguka. Ndiyo malengo ya huyu adui. Na ndio maana tunasema hapana, ni lazima kuwatia vijana nguvu na kuamsha zamiri za Garde de la Nation comme commandant supreme, kuamsha zamiri za chef d'état major, kuamsha zamiri za ministre wa interieur ya madame la premier ministre, kujua ya kwamba vijana wana haki, maana hawa wote na waona ni wa responsable, wanawake, wana watoto wa hawa wazalendo hawasomi. Kwa sababu gani? Wamejitoa kufia nchi, watatoa pesa kulipia watoto wapi? Hakuna chakula wapi? Na wazalendo ambao walikuwa wapangai wanafukuzwa ndani ya manyumba. Sasa kwa hiyo yote vijana wanafia nchi, wa autorite waangalie namna gani ya kusaidia na kusapoti vijana ambao wamejitoa kwa ajili ya nchi. Bwana journalist, Samadare, tumeona hapa kwenye shamba la vita, tunamuona Generali Kamama, kina Degoma na majenerali wengi, kina Jean Alube na wengine wengi. Vipi wewe binafsi unavyowaona vijana wako, wanakupa moyo? Unaona kwa kweli kazi inafanyika vizuri? Ndio, ni kusema kwamba ni kusema ya kwamba kiongozi mkuu ambaye yuko Kinshasa, ambaye ni Professeur Dadi Saleh, ni kusema ya kwamba tunamunga mkono kila chochote ambacho anakifanya. Ni sisi Coalition Nationale ya Wazalendo Sentinelle de la RDC ambayo tunamtuma. Swali ambao umesema kwa kweli, unaona jinsi vijana wanajipanga. Ukimwona General Kamama, manake unaona staff ya Coalition Nationale mzima. Ukiona General Kiai ambaye ana deployer kule, unamwona Observance de Goma ambaye yuko pale, ukimwona porte parole Constantin, unamwona Kombe, unamwona Jean Alube, unamwona Gilles Mavazi, unamwona Medi ambaye ana deployer Fizi, unamwona Jezi iko Mwenga, unamwona Saddam iko kule Mwenga,
yani wale wote unamwona doyen wetu General Kashumba, yani vijana tunakuwa na moyo na raia wanakuwa na moyo. Tuko mu coalition ya 36 generaux ambao wanaongoza kwenye maligne de front ya province yote ambapo kuko shamba la mapambano. Bwana journalist, Tunakushukuru kwa juhudi za kuwaunga vijana mkono. Asante. Nani hivyo ndivyo ilikuwa taarifa yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 19 Mei mwaka 2026. Tunakushukuru sana ndugu msikilizaji na mtazamaji kwa kuendelea kutunga mkono nasi kufuatilia Kivu News Info, chanzo chako cha habari za kweli, haraka na za kuaminika. Tumeangazia kwa kina hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwenendo wa ugonjwa wa Ebola pamoja na matukio mengine muhimu ya kimataifa na kitaifa yanaendelea kuvuta hisia za wananchi. Basi usisahau kuendelea kufuatilia matangazo yetu kwa habari zaidi, uchambuzi pamoja na taarifa za moja kwa moja kutoka maeneo mbalimbali. Unaweza pia kuendelea kuwasiliana nasi kupitia kurasa zetu za kijamii kutoa maoni yako na kufuatilia taarifa mpya kila wakati. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, mimi ni Eloge Lulonga na kutakia siku njema yenye amani, mafanikio na matumaini mapya. Endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu. Na niendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekusihi kitu kimoja. Hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kweme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Ground.